Naam, habari kubwa asubuhi hapa tunaambia kwamba Israeli imependekeza mpango mpya wa kuachiliwa mateka pale Gaza. Israeli imependekeza mpango wa makubaliano ambao utakaowezesha kuachiliwa mateka huku ikiendeleza vita vyake pale Gaza. Pamoja na Hamas imetoa pia wito duniani kote wa kupambana na mpango wa Trump wa kuwahamisha Wapalestina kutoka katika maeneo hayo. Israeli imesema kwamba mapendekezo hayo yatarefusha mapatano ambayo yamefikiwa awali huko Gaza, lakini amebadilisha baadhi ya vipengele. Kwa mfano, sasa inataka nusu ya idadi ya mateka ambao wamesalia katika ukanda wa Gaza waachiliwe huru. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa Israeli itawapokonya silaha Hamas, na katika mapendekezo hayo ambao anataka viongozi wa Hamas waondoke Gaza chini ya makubaliano mapya ambayo yatajumuisha mapendekezo ya Rais Trump pamoja na mpango ambao anauita ni wa kuhama Gaza kwa hiari kwa Wapalestina. Afisa mkuu wa Hamas Sami Abu Zuhri ametoa wito katika wafuasi wa kundi hilo kote duniani kuchukua hatua na kuungana na kupambana na mpango wa Rais Trump wa kuwahamisha zaidi ya wakazi milioni 2 wa Gaza hadi katika nchi za jirani kama Misri, Jordani. Abu Zuhri amewataka watu wavunje ukimya juu ya nia ya Trump katika mpango huo. Wito huo wa kiongozi huo ameutoa siku moja tu baada ya Benjamin Netanyahu kusema kwamba anatoa nafasi kwa viongozi wa Hamas kuondoka Gaza na kulitaka kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina kunyang'anywa silaha katika hatua za mwisho za vita vya Gaza. Kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina limepinga vikali jambo hilo na limesema kwamba matamshi hayo yanavuka kiwango chao cha uvumilivu. Benjamin Netanyahu amesema nchi yake itaongeza shindikizo la kijeshi kwa Hamas huku akiendelea na mazungumzo, kwa sababu hiyo ndio njia bora ambayo itakaofanikisha kuwarejesha nyumbani mateka wa Israeli. Israeli imetoa kauli hiyo huku jeshi lake likiwa limetoa amri mpya ambayo inawataka wakazi katika mji wa Rafah pamoja na vijiji vya karibu waondoke, kwa sababu jeshi linapanga kufanya operation kubwa katika eneo hilo la kusini katika ukanda huo wa Gaza. Wakati hayo yakiendelea, mapema siku ya jana Jumatatu, Benjamin Netanyahu alimteua kamanda wa zamani wa jeshi la wanamaji la Israeli El Shavit kuchukua wadhifa wa mkuu mpya wa shirika la ujasusi la Israeli Shin Bet, baada ya kuwepo mzozo mkali kati ya waziri mkuu huyo wa Israeli pamoja na mkuu ambaye alimfukuza kazi Reuven Bar, ambaye amekuwa akiongoza uchunguzi pamoja na polisi kuhusu kuwepo uhusiano wa karibu kati ya wasaidizi wa Benjamin Netanyahu pamoja na nchi za Qatar, ambayo ni mpatanishi mkuu kati ya Israeli pamoja na Hamas. Polisi wamesema kwamba washukiwa wawili wamekamatwa. Na wakati huo huo, tunaambiwa kwamba Umoja wa Ulaya umesisitiza haja ya nchi wanachama kushirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC, ikiwa ni pamoja na kutekeleza hatua za kuwakamata washukiwa ambao wanaandamwa na hati ya kukamatwa kwao. Msemaji wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Anoz El Amouti amesema hayo wakati ambapo Benjamin Netanyahu anapanga kuzuru Hungary hivi karibuni, wakati ambapo anakabiliwa na hati ya kukamatwa. Nchi kadhaa za Ulaya ambazo ni wanachama wa mahakama hiyo wametangaza kuwa zitatekeleza agizo la mahakama ya ICC iwapo Netanyahu ataingia katika maeneo hayo. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban, mwanasiasa ambaye anaegemea mlengo wa kulia na ni mshirika wa karibu kabisa wa Benjamin Netanyahu, hapo awali aliapa kuidharau hati ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya kiongozi huyo wa Israeli, akishutumu mahakama hiyo yenye makao yake katika mji mkuu wa Hungary kwa kuingilia mzozo ambao unaendelea kwa ajili ya kutimiza madhumuni ya kisiasa. Tukiwa tuko hapo Mashariki ya Kati, mpenzi mtazamaji, tunaambiwa kwamba Wapalestina wamefanya maziko ya miili 15 ya wafanyakazi wa huduma za afya pamoja na uokozi ambao waliuawa na wanajeshi wa Israeli kusini katika ukanda wa Gaza. Miili hiyo ambayo imegunduliwa ilizikwa na magari yao ya wagonjwa katika kaburi la pamoja ambalo lilishukiwa kuchimbwa na matingatinga ya jeshi la Israeli. Shirika la Hilali Nyekundu kutoka
Palestina limesema kwamba wafanyakazi wake hao pamoja na magari yao yalikuwa na alama za wazi kabisa kuwa ni huduma za kiafya za kibinadamu, na inawatuhumu wanajeshi wa Israeli kwa kuwaua kwa makusudi. Israeli inadaiwa kuwa wanajeshi wake walizifyatulia risasi gari zao ambazo zilikuwa zinawakaribia zikiwa hazina alama yoyote. Miili hiyo pia ni ya wafanyakazi 8 wa Hiari Nyekundu, 6 wa huduma za dharura na 1 shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA. Penzi tazamaji, tukiwa tuko Mashariki ya Kati hapo, basi tutoke kidogo tuende tukaangalia kinachoendelea pale Panama, ambapo tunaambiwa kwamba nchi hiyo imempa siku 3 rais wa zamani kwenda uhamishoni. Serikali ya Panama imesema kwamba imeongeza muda wa kumruhusu rais wa zamani Ricardo kusafiri kwenda Nicaragua, ambapo amepatiwa hifadhi ya kisiasa. Rais huyo amehukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 10 jela kwa hatia ya kuhatarisha au kutakatisha fedha nchini mwake. Tamko la serikali ya Panama ambalo limempa rais huyo wa zamani siku 3 zaidi kuondoka linafuatia lile la serikali ya Nicaragua ambayo hapo jana ilisema kwamba isinge mruhusu kuingia hadi Panama iweke wazi, ambapo imeomba warrant ya polisi ya kimataifa Interpol dhidi ya kiongozi huyo. Ruhusa hiyo ya serikali ya Panama inakuja ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja tangu rais huyo kuomba hifadhi katika ubalozi wa Nicaragua. Penzi tazamaji, pale Haiti tunaambiwa genge lenye silaha limewafungulia wafungwa takriban 500. Jeshi la polisi nchini Haiti limesema kwamba limerejesha udhibiti wa mji mmoja katikati mwa nchi hiyo kufuatia genge lenye silaha kulivamia gereza na kuachilia huru wafungwa wapatao takriban 500. Msemaji wa polisi Leos Lazare ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba sasa wametoa udhibiti katika mji wa Miselabras uliopo umbali wa kilomita 55 magharibi mwa mpaka wa Haiti pamoja na Jamhuri ya Dominiki. Ripoti za awali zimesema kwamba genge hilo lenye silaha kwa jina la Yves Insam lilivamia gereza na kuchoma moto kituo kimoja cha polisi katika mji huo. Taifa hilo la karibu limekumbwa na machafuko ya magenge kwa miaka kadhaa, pamoja na juhudi za kimataifa kuleta utulivu zimegonga mwamba hadi kufikia hivi sasa. Penzi tazamaji, wakati hayo yakiwa yanaendelea kule China, tunaambia kwamba China inakwambia yafanya mazoezi makali ya kijeshi kuzunguka Taiwan. Jeshi la China limesema kwamba limeanza mazoezi ya pamoja na vikosi vyake vya ardhini, wanamaji pamoja na maroketi kuzunguka kisiwa cha Taiwan. Beijing imesema mazoezi hayo ni onyo la wazi kabisa dhidi ya harakati za Taiwan kujitangazia uhuru, ikimwita rais wa nchi wa kisiwa hicho kuwa ni kupe. Jeshi hilo limesema kupitia ukurasa wake katika mitandao ya kijamii kwamba mazoezi hayo yanalenga kuonyesha utayari wa vikosi vyake hivyo kufanya doria ya baharini pamoja na angani, kutoa udhibiti kamili wa kuweka vizuizi katika maeneo muhimu. China ambayo kamwe haijaondoa uwezekano wa kutumia nguvu kuitoa Taiwan imekuwa ikiongeza shinikizo lake la kijeshi na kisiasa dhidi ya kisiwa hicho katika miaka ya hivi karibuni. Penzi mtazamaji, ni hayo ambayo nilikuwa nimekuandalia asubuhi hii hapa moja kwa moja kutoka katika chaneli yako hii hapa ya Mpimbwe Home. Endelea kufuatilia chaneli yako hii hapa kwa habari zaidi.